Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, nasema asante kwa ulinzi na ukingo. Asante kwa muda huu tena kutuwezesha, kutupa nafasi ya kusimama mbele zako katika muda huu. Asante kwa ulinzi, asante kwa kutupigania katika vita zote za kila aina zinazosimama juu ya maisha yetu. Asante kwa kutuponya, asante kwa kuonenda kwa pamoja nasi katika kipindi hiki tunapolala. Asante kwa neema kubwa kutoka kwako ambayo inaenda kututembelea katika muda huu. Mungu, ninakushukuru kwa kuwa umetupa kibali na umetufanya kuwa wana wako. Uinuliwe Bwana, pokea sifa na heshima na utukufu. Nashuka mbele zako Baba nikiendelea kuomba rehema. Naomba Bwana unisamehe Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Ninaomba nikishuka mbele zako na kunyenyekea, naomba unisafishe, unitakase kwa makosa na dhambi ambayo nimefanya kinyume na mapenzi yako Baba. Nimenena maneno machafuko, nimenena uongo, majivuno, majitapo, hasira, chuki, fitina. Naomba unioshe, unisafishe, unitakase. Takasa kinywa changu ambako kimenena mabaya, kimejaa na uchafu. Naomba nioshe, safisha mikono yangu ambayo imegusa dhambi, miguu yangu ambayo imetembelea mahali pabaya pasipofaa mbele zako Kristo. Katika jina la Yesu Kristo naalika damu yako Yesu, damu yako ioshe na kusafisha na kutakasa kila magonjwa, kila uchafu wa dhambi ambao unaendelea kunideclare muda huu katika jina la Yesu. Baba, tazama kipindi hiki naenda kuiacha mikononi mwako Baba. Tazama mtu huyu anayelala akisikia sala hii. Baba, mtu huyu anafanya hii jambo kwa sababu ana imani na anakuamini Kristo ya kwamba unaenda kutenda jambo katika kipindi hiki. Anaamini ya kwamba Bwana unaenda kumtembelea na kutenda muujiza kutokana na mahitaji anayokuwa nayo Kristo. Ninajua ya kwamba wewe sio Mungu mgumu. Wewe ni Mungu ambaye unasikia watoto wako. Wewe ni Mungu ambaye Bwana tunaokuita unaitika, unasema mimi hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaenda kuacha kipindi hiki mikononi mwako Mungu mtakatifu. Naomba Bwana yeyote atakayesikia sala hii, acha Bwana neema yako imtembelee Mungu mtakatifu Jehova. Acha muujiza wako umtembelee, ufanye kazi anapolala, ufanye muujiza katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru, nasema asante. Naomba utende muujiza Baba, umsamehe mtu huyo, umpatie kibali kutoka kwako Bwana majeshi mtakatifu watakatifu. Naomba umsamehe Baba, amekosa, ametenda dhambi. Tazama Baba, amechukua maamuzi haya ya kusikia sala hii akilala, ni kwa sababu anaamini ya kwamba Mungu unatenda jambo. Anaamini ya kwamba Bwana unaenda kumtembelea. Ndio kwa maana amechukua maamuzi hii ya kusema kwamba aweze kusikia sala hii na pia akilala, ili muujiza wako utembee katika maji haya, ili neema yako ya uponyaji na ufungulivu itembee katika maji haya Baba. Ninakuomba Mungu, tazama mtu huyu anayeweka maji haya na kuchukua simu yake kuweka juu ya maji haya. Bwana, Mungu mtakatifu, tazama vere hii ambayo inajaa maji, na mtu huyu anachukua simu yake na kuweka simu juu ya vere hii. Naomba Mungu hatua hii isiwe hatua tu ya kawaida. Naomba neema yako ishuke Bwana majeshi mtakatifu atakatifu. Neema ya uponyaji, neema ya ufungulivu ishuke, itende muujiza mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tazama mtu huyu anayekuwa na magonjwa yanayomsumbua kwa muda mrefu, magonjwa ya homa. Naomba Bwana Mungu mtakatifu, achilia nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za uponyaji ziingie katika maji ya Bwana, zichamushe maji haya. Isiwe tu maji bali iwe dawa ya kuponya homa, ya kuponya magonjwa mbalimbali ndani ya mwili. Acha nguvu za Roho Mtakatifu ziingie katika maji ya Baba, zianze kuchamsha kama vile huyo baba ambaye alikuwa mgonjwa kwa miaka 38. Biblia inasema ya kwamba wakati malaika alikuwa akishuka na kuchamsha maji, yule ambaye alikuwa wa kwanza kuingia katika kisima hicho alikuwa anapata uponyaji. Naomba Bwana ishara hii ya maji, acha neema yako ishuke iingie. Neema yako ichamshe maji ya Baba, yasikue tena maji. Acha uwepo wako, nguvu zako, uweza wako wa uponyaji na ufungulivu upenye katika maji ya Baba. Nguvu za Roho Mtakatifu ziingie ndani, zipenye ndani. Mungu, achilia uweza wako uingie ndani ya maji haya. Nguvu za uponyaji, nguvu za ufungulivu ingia katika maji haya kutoka juu mbinguni. Nguvu za Roho Mtakatifu
Shuka, takasa, safisha maji ya Kristo, yalete uzima, yalete uponyaji kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakuamini unaponya, ninaamini unatenda muujiza. Hakuna kinachoshindikana mbele zako, Mungu. Naomba neema yako ya uponyaji ishuke. Nguvu za ajabu zitembee katika maji haya Baba. Malaika wako ashuke, aanze kuchamsha maji haya. Yasiwe tena maji, yaitwe uzima. Yasiwe tena maji, yaitwe uponyaji. Ili mtu huyu wakati atakapoyatumia asikie uponyaji, asikie uzima, asikie Bwana hakuna maumivu ndani ya mwili. Mungu mtakatifu Jehova, nini inayoshindikana mbele zako Papa? Acha uweza wako shuke, waanze kutamalaki mali hapa. Nguvu za Roho Mtakatifu na kualika, na alika nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za uponyaji, nguvu za muujiza, ingia katika maji haya. Oh, haleluya. Nguvu za Roho Mtakatifu, ingia katika maji haya. Nguvu za uponyaji, nguvu za muujiza, ingia na kupenya katika vere hii ya maji. Anza kuchamsha maji haya. Chamsha maji haya, yasiitwe tena maji, yaitwe uzima. Yesu nakuhitaji, Mungu mtakatifu. Chamsha maji haya, leta uzima, leta uponyaji. Achilia uweza wako shuke, achilia uweza wako upenye, achilia uweza wako transforme maji haya Baba. Achilia uweza wako uanze kuingia ndani, iwe moto, iwe dawa, iwe moto, iwe dawa. Achilia stima ya mbingu, achilia kura ya mbingu, achilia moto wa ajabu uingie katika maji haya Baba. Moto wa uzima, moto wa uponyaji, moto wa kutenda kazi, moto wa kuleta mabadiliko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, katika jina la Yesu, naendelea kualika uwepo wako shuke. Nalika nguvu, nalika uweza wa Roho Mtakatifu, nguvu za uponyaji, nguvu za ufungulivu, nguvu za muujiza, nguvu za ukombozi. Ingia katika maji haya, nguvu za Roho Mtakatifu, anza kutawala, anza kuingia, anza kuchamsha. Chamsha katika jina la Yesu. Chamsha maji haya katika jina la Yesu. Chamsha maji haya katika jina la Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu shuka. Roho wa Bwana shuka. Roho Mtakatifu unayetenda, wewe ni moto, moto ulao. Ninalika uweza wako, ingia katika maji haya. Nalika nguvu za ajabu, nguvu za uponyaji, igeuze maji haya Baba, yageuke kuwa asidi ya kuchoma mapepo, yageuke kuwa asidi ya kuunguza uchawi yote ndani ya mwili, yageuke kuwa asidi ya choma kila masumu na mapoazo zote ndani ya mwili Baba, katika jina la Yesu. Nalika nguvu za Roho Mtakatifu, igeuze maji haya kuwa dawa, dawa ya kuondoa homa, ya kuondoa magonjwa yote, madhaifu yote ya mwili, ndani ya damu, ndani ya maji ya mwili na mfupa na nyama, ndani ya ngozi, ndani ya kichwa na mgongo na kifua na tumbo, katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana na kualika nguvu za Roho Mtakatifu. Naendelea kualika nguvu za Roho Mtakatifu. Sitachoka nikialika nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Sitachoka nikiendelea kualika nguvu za Roho Mtakatifu. Naalika nguvu za uponyaji. Anza kupenya, endelea kupenya. Chamsha maji haya, endelea kupenya. Chamsha maji haya Bwana, yalete uzima. Endelea kupenya. Gusa kona zote za maji, gusa nje na ndani, gusa juu na chini. Gusa maji haya, yasiwe tena maji ya kawaida, bali iwe maji ya uzima. Maana Bwana atakapoyatumia ilete uzima, atakapoyatumia ilete uponyaji, atakapoyatumia ilete mabadiliko, atakapoyatumia ilete mafanikio, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, hakuna kinachoshindikana, yote yanawezekana Bwana. Oh, haleluya, yote yanawezekana Mungu. Naomba tenda muujiza Bwana, naomba tenda muujiza. Ninasema juu ya maji haya Bwana, ninasema juu ya maji haya Bwana, ninatangaza uzima, yalete uponyaji, yalete uzima. Ninaongea maneno haya kwa imani, kwa sababu natumia silaha ya kiroho ambayo ni imani. Nikitamka maneno haya Bwana, kwa yule ambaye atakayetumia maji haya, acha yalete uzima, acha yalete uponyaji, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Naendelea kualika uweza wako shuka. Naalika moto, naalika moto, naalika moto, naalika moto, naalika uweza wako, nguvu za Roho Mtakatifu. Naalika nguvu za uponyaji, naalika nguvu za uzima, nguvu za uponyaji, nguvu za ufungulivu, nguvu za uzima, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Penya,
Nguvu za Roho Mtakatifu penya ndani ya maji haya. Nguvu za Roho Mtakatifu penya ndani ya maji haya. Nguvu za uponyaji za Roho Mtakatifu penya ndani ya maji haya. Nguvu za uponyaji za Roho Mtakatifu penya ndani ya maji haya. Yule anayekuwa na magonjwa ya homa apokee muujiza ya uponyaji. Yule anayekuwa na magonjwa ya sumu, aliyekula sumu, Baba aanze kutapika hiyo sumu mara moja. Sumu ikose nguvu, sumu ianze kutii uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya maji haya. Sumu ianze kuobeire hadi itoke yote, pisiwa hata kichezo ambayo kitabaki. Baba, katika jina la Yesu, anayekuwa na magonjwa ya tuberculosis, Mungu, tazama watu wako wanateseka na magonjwa hayatakusifu, bali ni sisi ambao tutakusifu Bwana. Acha utende muujiza ajili ya baba huyu, mama huyu, kijana huyu ambaye anasumbuliwa na magonjwa ya tuberculosis. Naomba neema yako ishuke ya uponyaji, neema yako ya muujiza ishuke, itende kazi ndani ya maji ya Bwana, ili atakapoyatumia yalete uzima, yalete uponyaji katika jina la Yesu. Magonjwa ya Bwana yasukue, yani maji haya yasukue servo, yasukue tumbo, yasukue kifua, mahali kote panapokuwa complication, mahali kote panapokuwa damage katika mwili mzima, katika kifua, katika tumbo, katika kichwa, katika mapua, katika kinywa. Baba, naomba utengeneze kupitia maji ya Bwana, yaanze kusafisha, yakiondoa virusi, yakiondoa madesordre zote ndani ya mwili, yakiondoa sumu, yakiondoa kila kitu chote kinachosababisha magonjwa ya tuberculosis. Baba, yapokee uponyaji. Dawa hii Bwana, ambayo ni maji haya, ambao ni dawa kwa sasa, ianze kuleta uzima, ianze kuleta uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba Mungu mtakatifu, kwa mtu yeyote anayekuwa na magonjwa ya ukimwi, acha apokee uzima katika jina la Yesu. Anapotumia maji haya Bwana, hayako tena maji ya kawaida, bali ni dawa ya kuponya magonjwa yote ya kila aina, ya kuponya magonjwa yote ya ukimwi. Natangaza uzima unapotumia dawa maji haya, yalete uzima, yalete uponyaji ya magonjwa ya ukimwi, uponyaji ya magonjwa ya ukimwi. Magonjwa ya ukimwi anza kusikia tangu sasa, anapotumia maji haya yalete uzima, yalete uponyaji. Mavirisi za ukimwi zipotee ndani ya mwili, virisi vya ukimwi potea ndani ya mwili, usisikike kamwe, ukose nguvu, usipate nafasi ya kusimama, upotee kabisa, upotee, uzimike, usiwahi pata nguvu tena ndani ya mwili, usiwahi pata nguvu ya kudhibiti mwili huu. Magonjwa yote ya ukimwi, mavirisi vyote vya ukimwi, ukose amani, kosa nafasi ya kukaa ndani ya damu, kosa nafasi ya kukaa ndani ya maji ya mwili, kosa nafasi ya kukaa ndani ya ngozi, kosa nguvu ya kuafekte mwili yote mzima, ukose mahali pa kuharibu mwili mzima, ukose nafasi, kosa nafasi, ondoka, uishe, uzimike, upotee katika mwili ya mtu huyu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuamuru maji haya yawe dawa ya uponyaji, ya uponyaji ya magonjwa ya ukimwi. Maji haya yageuke kuwa dawa ya uponyaji ya magonjwa ya ukimwi. Natangaza neno hii kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Katika imani ninatangaza uzima, natangaza uponyaji ya magonjwa ya ukimwi tangu sasa. Magonjwa ya utasa, wewe ambaye hauzai, uwe mwanaume ambaye unakosa mbegu za uzazi, uwe mwanamke ambaye umefungwa tumbo, tangu sasa unapotumia maji haya yafungue tumbo, yatengeneze vitu. Kama kuna vitu ambavyo havindeki kwa tumbo, kama kuna makomplikasyon ambazo ziendeki kwa tumbo, tangu sasa natangaza uzima. Pokea uzima unapotumia maji haya, pokea uzima, pokea kufunguliwa, pokea uponyaji, upokee katika jina la Yesu. Pokea uzima, pokea uponyaji, na fungua tumbo ile katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumbo lako funguliwa, pokea ujauzito katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Sara huyu alikuwa ni mama ambaye alikuwa na miaka ya kupita zaidi, lakini neema ya Bwana ilimtembelea, akapata tena ujauzito na kumzaa mtoto ambaye anaitwa Isaka. Tangu sasa hii neema ikutembelee, tumbo lako lifunguliwe. Tangu sasa tumbo lako lifunguliwe kupitia
maji haya, unapotumia maji haya, tumbo lako lifunguliwe, lipokee uzima katika jina la Yesu. Kila komplikasio yote inayosababisha na wewe kutopata ujauzito, ninavunja katika jina la Yesu, ianze kushindwa. Natangaza uzima. Maji haya yalete uzima, maji haya yalete uponyaji, maji haya yalete uzima, maji haya yalete uponyaji. Tangu sasa uanze kusikia vitu vinatingizika, uanze kusikia vitu vinaanza kutoka katika jina la Yesu Kristo. Unapotumia maji haya, vitu vianze kutoka, vitu vianze kutembea vikikosa amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, katika jina la Yesu, fungua tumbo hili, apate kujisikia tena, apate kuwa na ujauzito, apate kuwa na nguvu, apate kuwa na mbegu za kiume katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mtakatifu, kwa yule anayefungwa na mapepo, yule anayekuwa na majini, mizimu na mizuka, yule anayekuwa na mapepo ya kutumwa na wachawi, tangu sasa, iwe pepo ya mkuri, iwe pepo ya majini, iwe pepo ya mizimu za familia, iwe pepo za miungu za kila aina, iwe pepo za kushikwa baharini, iwe pepo za jangwani, iwe pepo za miti, iwe pepo za makaburini, na kuamuru tangu sasa ukose amani, ukimbie, upige nduru. Wakati anapotumia maji haya, ukose amani. Ninaalika moto ushuke kama moto ulioshuka ukachoma madhabahu ambayo Nabii Elia aliyojenga, ili utukufu wa Mungu umurudilie, ili watu wajue kwamba Mungu hakika anajibu. Ninaalika yule moto upenye ndani ya maji haya Bwana. Moto wa mbingu upenye ndani ya maji haya Bwana. Moto wa mbingu upenye ndani ya maji haya Bwana. Yageuke kuwa aside, isiyo tena maji ya kawaida. Nguvu za Roho Mtakatifu endelea kutawala, ichamke. Iwe na moto ya stima ya mbingu, iwe na kura ya mbingu, iwe na aside ya mbingu, aside ya kuchoma na kuunguza mapepo na nguvu za giza, mapepo yote yanayokaa kwa mwili kwa muda mrefu, mapepo yanayojificha katika damu na maji ya mwili na mfupa na nyama, mapepo yanayojificha katika kichwa na mgongo na kifua na tumbo na miguu na mikono na mabega. Katika jina la Yesu, mapepo yanayoshika kifua, mapepo yanayoshika tumbo, ninakuamuru ungua, ukose amani, upige nduru, ukimbie, upige nduru, ushindwe kuvumilia. Maana anapotumia maji haya, kila pepo yote, iwe pepo ya laana, iwe pepo ya kutumwa, iwe pepo ya majini, iwe pepo ya mikuri, iwe pepo ya baharini, iwe pepo ya milimani, iwe pepo ya makaburini, iwe pepo za kichawi, iwe pepo ambayo alipata kwa njia asiyoijua, ninakuamuru usiku wa leo, ninakuamuru mchana wa leo, ninakuamuru asubuhi ya leo, uondoke, upige nduru na usirudi kamwe ndani ya mwili huu, usirudi kamwe ndani ya nafsi hii, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru moto wa Bwana ukuangamize, ukuchome, ukimbie, maana adui anaingia kwa njia moja na anatawanyika kwa njia 7. Ninakuamuru upige nduru, ukimbie, utawanyike kwa njia 7, na wala usipate nafasi ya kurudi tena ndani ya mwili huu. Baba, Mungu mtakatifu Jehova, Roho wa Mungu, wakati pepo hizi zinapomtoka mtu huyo, naomba Roho wa Mungu funike ile mahali, funika hiyo space, ajazwe na Roho, maana pepo hazitarudisha utukufu, bali ni huyu mtu atashuhudia. Bwana, naomba uponyaji juu ya maisha yake anapotumia maji haya Bwana. Acha nguvu zako ziendelee kupenya, maji igeuke aside, igeuke moto, maana wewe Roho Mtakatifu ni moto. Acha nguvu za Roho Mtakatifu zipenye ndani ya maji haya, nguvu za moto, nguvu za kuchoma sumu yote ya kila aina ya kichawi, sumu ya kichawi. Tangu sasa ungua, ukose amani, toka kwa jina la Yesu, upotee kila nguvu zote za sumu, unaojificha ndani ya unaojificha ndani ya kifua, unaojificha ndani ya kichwa. Kila vitu vyote vilivyowekwa ndani ya mwili ya mtu huyu, vikose amani, vitoke. Mtu huyu aanze kuendesha na kutapika, vyote vitoke katika jina la Yesu Kristo. Na tangaza uzima. Baba, mtu huyu anayekuwa mgonjwa wa moyo, roho yake inapiga kila wakati, naomba Bwana
utulivu. Naomba Bwana roho yake uweze kuituliza. Apokee muujiza, pokea uponyaji wa Bwana. Pokea muujiza na uponyaji wa Bwana. Uponyaji wa Bwana ukutembelee. Pokea muujiza, pokea uponyaji wa magonjwa ya moyo. Pokea uponyaji ya magonjwa ya moyo. Tangu sasa magonjwa ya kuachilie. Magonjwa ya moyo ya kuachilie tangu sasa. Yasipate nafasi kamwe ndani ya mwili huu. Magonjwa ya moyo anza kupotea. Magonjwa ya moyo hauna nafasi tena ndani ya mwili huu. Roho ya mtu huyu ianze kutulia katika jina la Yesu. Mtu huyu anapotumia maji haya Baba, ache uzima, apokee uzima, apokee uponyaji, apokee utulivu. Roho yake isiwe tena inashtuka, roho yake isipige tena haraka, ipige tu kwa njia ambayo iko nomo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mtakatifu, huyu Bwana, huyu mama, huyu mtoto anayekuwa na magonjwa Bwana ya diabeti, natangaza uzima, natangaza uponyaji. Magonjwa yote ya diabeti yaanze kumwachilia Baba. Magonjwa yote ya diabeti yaanze kumwachilia. Diabeti inamsumbua kwa muda mrefu Baba, anapotumia maji haya, acha yalete uzima, acha yalete uponyaji ya magonjwa ya diabeti, yaanze kumwachilia Baba. Asisikie tena any symptom zote zikimbie, maana diabeti ikose nguvu. Magonjwa ya diabeti mahali kote tunapojificha, katika damu, katika maji ya mwili, mifupa na nyama, katika sehemu zote za mwili, ninakuamuru uachilie mtu huyu wakati mtu anapotumia maji haya Baba. Naomba dawa za magonjwa ya diabeti ziingie katika maji haya Baba. Dawa za magonjwa ya diabeti ingia katika maji haya. Dawa za mbingu, Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu shuka, endelea kutenda muujiza, endelea kusafisha na kutakasa, endelea kuchamsha maji haya Baba, yalete uzima kwa magonjwa ya diabeti. Magonjwa yote ya diabeti yanayojificha katika mwili mzima Bwana, maana magonjwa yatakusifu. Tangu sasa tunaamuru magonjwa ya diabeti yamwachilie Bwana mtu huyu anapotumia maji haya, yamwachilie, yakimbie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba Bwana magonjwa ya diabeti iweze kumwachilia, magonjwa ya diabeti ipotelee mbali Baba. Mtu huyu aarishe, aendeshe, atapike magonjwa yote, mavirisi zote yanayojificha yote imwachilie, mtoke katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, naomba pia yule anayekuwa na magonjwa ya kansa, kanseri ianze kuyayuka. Sijui iko sehemu gani, kanseri ya kichwa, kanseri ya matiti, kanseri ya kifua, kanseri ya tumbo, kanseri ya macho, kanseri Bwana ya mgongo, kanseri ya miguu, kanseri ambayo iko kila sehemu yote ya mwili. Magonjwa yote ya kansa ianze kumwachilia katika jina la Yesu. Kansa aanza kuyayuka katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu Jehova, nguvu za Roho Mtakatifu ziendelee kuingia katika maji ya Bwana, yalete uzima ya magonjwa ya kanseri, yaachilie mtu huyu magonjwa ya kanseri. Natangaza uzima, kanseri achilia mtu huyu kwa jina la Yesu. Najua unanisikia. Magonjwa ya kanseri achilia mtu huyu tangu sasa, najua unanisikia. Magonjwa ya kanseri, haijalishi ni aina gani ya kanseri, iwe ndani ya roho, iwe ndani ya kifua, iwe ndani ya damu, ndani ya maji ya mwili, ndani ya mfupa, ndani ya nyama, ndani ya ngozi, ndani ya mishipa, kanseri ndani ya kichwa, ndani ya kitofu, ndani ya kifua, ndani ya miguu, ndani ya kila sehemu yote ya mwili. Acha dawa hii Bwana ipenye, ianze kuchamsha kanseri. Kanseri ianze kuzimika, ianze kupotea, ianze kupotea. Kanseri ipotee katika jina la Yesu. Kanseri ipotee katika jina la Yesu. Kanseri potea katika jina la Yesu. Pokea uzima, pokea uzima ya kanseri, pokea uzima ya kanseri, pokea uzima ya kansa. Kansa toka, kansa toka, na jua unanisikia. Potea ndani ya mwili kwa jina la Yesu Kristo. Baba, dawa hii Bwana ipenye ndani ya maji hii Bwana, iondoe magonjwa ya kansa. Mtu huyu anapotumia Bwana maji haya, yalete uzima, yalete uponyaji ya magonjwa ya kansa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana mabwana, mtakatifu watakatifu, pokea sifa na heshima na utukufu. Kila uchawi yote Bwana inayosumbua mtu huyu, iwe ni magonjwa yote ya uchawi, sijui ni vitu gani waliweka kwa mwili ya mtu huyu Bwana, mtu huyu apokee uzima anapotumia maji ya Bwana. Acha nguvu za Roho Mtakatifu zilete uzima, zilete uponyaji. Uchawi yote inayokuwa ndani ya mwili huu itoke, iungue, ipotee, ikose nguvu, iondoke kwa jina la Yesu Kristo, izimike kwa jina la Yesu Kristo. Baba, naomba malaika wako wazingire mahali hapa.
Mungu mtakatifu, naomba Bwana, chamsha maji haya, chamsha maji, chamsha, igeuke dawa ya uzima, igeuke dawa ya uponyaji. Baba, mtu huyu anayekuwa na shida zote za kichawi, iwe ni magonjwa ya uchawi, iwe ni vitu walivyoweka ndani ya mwili wake vya kumsumbua, Baba, acha vianze kutoka, vimwachilie. Acha uzima Bwana utembee juu ya maisha yake. Yesu, naomba Bwana umuguse anapotumia maji haya Bwana, acha yaondoe, yasafishe, yaunguze, yateketeze, yaharibu mipango yote ya uchawi, mipango yote ya kuzimu, kila vitu vyote vinavyomsumbua ndani ya kichwa, ndani ya mgongo, ndani ya kifua, ndani ya miguu na tumbo, na ndani ya sehemu zote za mwili. Bwana, achi maji haya Bwana yatembee haraka ndani ya mwili, yaondoe kila virisi, yaondoe kila nguvu za kichawi, yaondoe kila vitu vyote walivyoweka ndani ya mwili wake, vikose nguvu, vianze kubomolewa kimoja baada ya kingine. Madhabahu yote ya kila aina yaliyojengwa ndani ya mwili wake yabomolewe kwa njia moja ama nyingine. Baba, huyu mtu aanze kuvitapika, aanze kuviendesha, vitoke ndani ya mwili, maana havina nafasi ndani ya mwili huu. Mwili huu ni hekalu lako, Mungu, sio mwili wa mapepo, sio mwili wa uchawi, sio mwili wa magonjwa, sio mwili wa malalamiko, sio mwili wa kulialia. Baba, natangaza uzima katika jina la Yesu. Asante Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za kuondoa uchawi, nguvu za kuchoma uchawi, nguvu za kuharibu na kukatakata na kuvunjavunja uchawi, zipenye ndani ya maji ya Bwana. Nguvu za mbingu, nguvu za kuchoma, acha maji ya Baba yageuke kuwa aside ya kuchoma, ya kuunguza, maana aside na choma na teketeza kila mapepo ya uchawi, kila vitu vyote, sijui ni miti, sijui miti shamba, kila vitu vyote walivyoweka ndani ya mwili huu, acha Bwana vitoke, viungue, vianguke, vivunjike, vikose nguvu, viharibike, vyote vitoke ndani ya mwili huu katika jina la Yesu. Vyote vilivyoingia ndani ya macho, vilivyoingia ndani ya kifua, ndani ya tumbo na mgongo, vyote vianze kukosa amani. Mtu huyu akose amani, avitapike. Mtu huyu akose amani, aviendeshe, vitoke ndani ya mwili wake, visipate tena nafasi ya kupenya. Baba, natangaza uzima. Acha uzima umtembelee, acha neema yako imtembelee Bwana, neema ya ajabu, neema ya uponyaji, neema ya Bwana ya kukushuhudia imtembelee siku ya leo. Aseme hakika Mungu amenitembelea. Anapoamka Bwana, anapotumia maji haya, acha apokee uzima, mwili wake ukue sawa. Dawa hii ambayo ni maji Bwana ianze kufanya kazi, ianze kukimbia ndani ya kichwa, iende ndani ya tumbo, iende ndani ya kifua, iende sehemu za kila aina, ndani ya mikono, ndani ya damu, ndani ya maji ya mwili na mifupa na nyama, ziipenye kona zote za mwili, ianze kuleta uzima, ilete uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba Bwana umkumbuke mtu huyo. Mkumbuke Bwana, mkumbuke mgonjwa wote wa tumbo, anayekuwa na magonjwa ya tumbo kufura, vitu vinatembea ndani ya tumbo kujaa na gas. Baba, naomba uzima juu ya maisha yake. Naomba Bwana, napotumia dawa hii ambayo ni maji haya Baba, acha yaanze kuondoa vyote vinavyosababisha tumbo kufura, magonjwa yote ya kila aina yanayokuwa ndani ya tumbo, magonjwa yanayoshindikana kuonekana kwa hospitali. Baba, yaanze kutoka, ayaendeshe, ayatapike kwa jina la Yesu. Pokea uzima katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, achilia nguvu, achilia uponyaji uingie katika maji ya Bwana. Anapoyatumia maji haya, yalete uzima, yalete uponyaji katika jina la Yesu. Yalete uzima, yalete uponyaji katika jina la Yesu. Maji haya Bwana yalete uzima, yalete uponyaji katika jina la Yesu. Maji haya Bwana yalete uzima, yalete uponyaji katika jina la Yesu. Maji haya Bwana yalete uzima, yalete uponyaji katika jina la Yesu. Mungu, mkumbuke Baba huyu, mama huyu anayekuwa kipofu, anayekuwa muda mrefu haoni. Baba, naomba umuponye. Anapotumia maji ya Bwana yalete uzima, yalete tena vizio, yaanze kuunganisha manere, yaunganishe kila sehemu zote, mahali palipovunjika, palipoharibika, yaanze kumpatia tena vizio, aanze kuona, aone muujiza. Yesu, naomba Bwana umuguse kupitia imani yake ya kutumia maji haya. Yesu, naomba nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za muujiza, nguvu za uponyaji ziingie, ziingie, zisafishe, zitakase, zianze kuleta uzima, zitie katika jina la Yesu. Nguvu za uzima, nguvu za muujiza zitembee ndani ya maji ya Bwana, zilete uzima kwa jina la Yesu. Anapotumia maji ya Bwana apate tena kuona, anayetumia maji ya Bwana apate tena kusikia, anayekuwa kiziwi Baba, anayetumia maji haya, anayoyakunywa Baba, acha apokee uzima, apokee tena kusikia katika jina la Yesu. Apokee tena apeti, yule ambaye hana tena apeti, apokee tena apeti katika jina la Yesu Kristo. Anayekuwa mgonjwa wa miguu Baba, naomba umtembelee, umuponye miguu
miguu kufura, miguu kuvimba, vyote vinavyosababisha magonjwa ya neuropathy, magonjwa ya manere, yote yanamsumbua ndani ya kichwa na miguu, ndani ya mikono. Yesu naomba uzima, acho muguse, acho mutembelee, nyosha manere yote, manere yanayouma, manere yanayoleta maumivu, yanayoleta moto, yanayosababisha moto, yanayosababisha gas, yanayosababisha kusikia vitu vikitembea. Yesu naomba Bwana ulete uzima juu ya maisha yake. Mtu huyu Bwana anayekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, anayekuwa baba amerogwa vitu kutembea ndani ya mwili, hajui ni vitu gani vinavyomsumbua kwa mwili, vinatembea huko na huko, ikiwa ni vidudu, ikiwa ni vitu walivyoweka ndani ya mwili wake wachawi. Yesu naomba Bwana anayetumia maji ya Yesu, acha yalete uzima, yaondoe, yavunje, yaharibu, yateketeze hiyo mipango yote, hizo vitu viungue hadi mtu huyu aviendeshe, vingine atapike kwa jina la Yesu, vingine vipotee, vikose nguvu, viungue, chomwe na vikose uhai kwa jina la Yesu. Baba anapotumia maji haya, acha hivi vitu vinavyotembea ndani ya mwili vikose uhai, vipotee, vikose uhai, viungue. Maji haya Bwana ambayo ni maji ya uzima kutoka kwako Kristo, yaanze kuvunja, yateketeze, yaanze kukata, yaanze kuharibu, vunja, haribu, teketeza, choma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vyote vinavyotembea ndani ya mgongo, vyote vinavyotembea ndani ya kichwa, vyote vinavyotembea ndani ya mikono na miguu, vyote vinavyotembea ndani ya tumbo na kifua, vyote vinavyotembea kila sehemu zote za mwili, ninakuamuru ungua na ukose uhai kwa jina la Yesu Kristo. Ungua na ukose uhai katika jina la Yesu Kristo. Baba naomba Bwana, Yesu, maji yanayotumia geuke kuwa aside ya kuchoma na kunguza, ya kuviua, ya kuviteketeza vyote vinavyomsumbua ndani ya mwili. Iwe ni magonjwa, iwe ni vituko vya wachawi, iwe ni vitu ambavyo visivyojulikana, ujanja ya wachawi, acha viungue, vikose amani. Na huyo mchawi anayemfuata usiku na mchana, Baba naomba umshughulikie, aibike, afedheke. Baba naomba umshughulikie katika jina la Yesu. Aibike, afedheshwe, achanganyikiwe, yeye mwenyewe aanze kujitaja, achanganyikiwe. Wewe mchawi unayefuata maisha ya mtu huyo, wewe mchawi unayekosesha mtu huyo amani, kosa amani, uchanganyikiwe. Kosa amani, uanze kujitaja, uanze mkartie, uanze kujitaja mahali popote. Katika jina, ushindwe kuvumilia, ushindwe kuweka siri. Anza kuongea mambo yako yote, ongea mambo yako yote hadharani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba naendelea kutangaza muujiza kwa mtu anayekuwa mgonjwa wa kifua kinashika, kifua kinabana, ikiwa ni majini, ikiwa ni mapepo yote ya kila aina, ikiwa ni magonjwa tu ya kifua. Baba katika jina la Yesu natangaza uzima, natangaza uponyaji tangu sasa juu ya maisha yake kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninatangaza uzima, pokea uzima Baba katika jina la Yesu. Kwa mtu anayekosa kazi, acha Baba maji anayetumia yaondoe kila manukse, yaondoe kila malana yote aliyosema juu ya maisha yake. Baba katika jina la Yesu, maji haya yasafishe, yaondoe katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba katika jina la Yesu, ninaomba neema yako ishuke, neema yako endelee kupenya, neema yako endelee kutenda muujiza, neema yako endelee kupenya, neema yako endelee kutenda muujiza. Baba katika jina la Yesu, ninaomba Baba muujiza wako shuke, uingie ndani ya maji haya. Muujiza wako ushuke Kristo, mtu huyu ashuhudie, aone makuna maajabu. Anapoamuka na kutumia maji haya Baba, aanze kuhisi mabadiliko. Anapo Bwana kutumia maji haya Bwana, unapokucha anatumia maji haya, acha Bwana aanze kuendesha na kuharisha kila virisi zote zinazosumbua maisha yake. Ikiwa ni sumu, ikiwa ni kula sumu ianze kutoka. The police anayotumia maji haya Bwana, the police sumu inatoka na kumwachilia. Baba kama ni homa, yaanze kumwachilia kila saa yaanze kupotea. Homa yaondoke ndani ya mwili wake. Ikiwa ni diabetes yaanze kupata uponyaji. Anapotumia maji haya Baba, apokee uponyaji wa diabetes. Baba natangaza aanze tapika na kuendesha kila magonjwa, kila mavirisi, kila mataki spiritual, vyote vianze kutoka, akiyarisha, akivitapika, utapike vyote vibaya vinavyokuwa ndani ya mwili wako. Katika jina la Yesu, maji haya yaanze kuondoa. Unapoyatumia katika kinywa, yaondoe kila uchafu, kila magonjwa, kila mavirisi, vianze kutoka. Ukitapika, toka. Ukitapika, toka. Ukiendesha,
unapotoka ukiendesha magonjwa, mapepo yote yakimbie usiku unapolala, yote yakose amani, hadi yakimbie, yapige nduru, yakimbie na yasirudi kamwe tena, yakose njia ya kuingilia tena, yatoke kiurahisi lakini yasiingie tena, yakose nafasi. Mapepo yote haleluya, unapotumia maji haya, mapepo yote yanayojificha katika mwili ikose amani. Maji haya penye kona zote za mwili, katika kila sehemu yote ya mwili. Maji haya yaguse kila sehemu yote ya mwili. Mahali pote mapepo yanayojificha. Mahali pote mapepo yanayojificha. Iwe kila aina ya pepo, iwe pepo vichwa ngumu, pepo za kiburi, pepo za majini, pepo za mizimu, pepo za mikuri, pepo za baharini, pepo za milimani, pepo za njiani, pepo za kutumwa na wachawi, pepo za watu waliofariki lufu lubaya, tunakemea yaondoke ndani ya mwili huu kwa jina la Yesu Kristo, maana hakuna kinachoshinda Kristo. Kristo amesema katika Biblia kwamba kila pando yote isiyokuwa ya Bwana, isiyokuwa ya Mungu, itaongolewa katika jina la Yesu. Nami natangaza Baba muda huu, Mungu mtakatifu, Baba yetu uliye juu mbinguni, naomba Baba upanguze Baba huyu, mama huyu machozi, umkumbuke Baba kwa kipindi hiki anapojitolea, akichukua ngao hii ya imani, akisema kwamba ninaomba Bwana unikumbuke pia kupitia mtumishi wako, unikumbuke pia kupitia maombi ya mtumishi wako, maana katika kitabu cha Yakobo 5 umesema ya kwamba unapokuwa mgonjwa uende kwa watumishi wako, wazee wa kanisa, wamsaidie kwa maombi, na kupitia imani atapokea uponyaji. Baba, naomba kwa imani ya mama huyu, ya baba huyu, ya kijana huyu anayelala, anayesikia maombi haya polepole, Yesu naomba umtembelee anapotumia maji haya Baba. Acha muujiza wako utende kazi, acha onekane Baba acha neema yako imtembelee Bwana, ashuhudie muujiza, ashuhudie mambo makubwa, aseme hakika Mungu ameniponya ukimwi, aseme hakika Mungu ameniponya diabetes, aseme hakika Mungu ameniponya kansa, aseme hakika Mungu ameniponya ugonjwa wa moyo, aseme hakika Mungu ameniponya ugonjwa wa damu, aseme hakika Mungu ameniponya ugonjwa wa kifua, aseme hakika Mungu ameniponya ugonjwa wa miguu, aseme hakika Mungu ameniponya ugonjwa wa tuberculosis, aseme hakika Mungu ameondoa sumu ndani mwangu, aseme hakika Mungu ameondoa uchawi ndani mwangu, aseme hakika Mungu ameondoa vitu kutembea ndani ya mwili wangu, aseme hakika Mungu amenifungua, amenikomboa na mapepo yote yanayonisumbua ndani ya mwili, aseme hakika Mungu ameniponya upofu, aseme hakika Mungu amenifungua tumbo langu, napata kuzaa tena, napata kupata ujauzito. Bwana majeshi mtakatifu, tangu sasa ninaamuru maji ya Baba yanapoingia katika tumbo, ianze kukusanya, yakusanye kila ugonjwa, kila sumu, kila vitu vibaya ndani ya mwili huu, kila magonjwa, kila vitisho vyote vya mwovu shetani, yavuruge kila madhabahu. Baba, dawa hii ambayo ni maji hii kutoka kwako, Mungu ambayo umebariki, Yesu naomba Bwana ianze kuleta uzima, iondoe magonjwa, ivunje na kuteketeza, ivunje na kukatakata, ivunje na kuharibu kila nguvu zote za giza, ivunje na kuharibu kila nguvu za magonjwa, ivunje na kuharibu kila nguvu zote za vitisho. Yesu naomba umupe nguvu ya imani na ufahamu, asiwe tena na uoga Bwana, aliyekosa kazi apate kazi. Yesu naomba Bwana ukumbuke ndoa hii ya huyu baba na huyu mama, inyoke tena, isimame kwa mapenzi yako. Yesu naomba Mungu ulinzi na ukingo juu ya mtu huyo anayetumia maji haya Bwana, na katika kipindi hiki anapotumia maji haya, naomba uzima, naomba ulinzi, naomba ukingo kutoka kwako. Mungu umupiganie Bwana, pigana na wote wanaopigana naye, teta na wote wanaoteta naye, umshindie vita hizi Kristo hata anapolala. Yesu naomba Bwana umshindie vita, kila vitisho vyote, kila mapepo yote yanayomsumbua ndani ya mwili, kila magonjwa yote yanayomsumbua ndani ya mwili, ianze kumtoka muda huu, ianze kumwachilia muda huu, anza kumwachilia wema pepo unanisikia tangu sasa. Mtu yeye anapolala, wewe unapotembea ndani ya mwili wake, sijui unafanya nini, anza toka, achilia kichwa hii, achilia hii kichwa, achilia mgongo, pokea moto, moto wa Bwana ukuchome we pepo, moto wa Bwana ukuchome we magonjwa, moto wa Bwana ukuchome, ungua, kimbia, piga nduru, kimbia, achilia kwa jina la Yesu.
Piga nduru, kusanya mambo yako, ondoa magonjwa yako yote uliyoweka ndani ya mwili wake. Ondoa magonjwa, ondoa ndani ya kichwa na mgongo, ondoa ndani ya kifua, ondoa ndani ya miguu, ondoa ndani ya tumbo. Ondoa katika jina la Yesu. Ale wende kwa jina la Yesu. Tawanyika. Ale piga nduru, kimbia. Hauna tena nafasi, hakuna muda wa kupoteza. Kimbia katika jina la Yesu. Kimbia katika jina la Yesu. Mtu huyo tangu sasa unapotumia dawa hii, unapotumia maji haya, uanze kuendesha, anza kutapika, anza kuendesha, anza kutapika, tapika sumu, tapika magonjwa, tapika diabeti, tapika ukimwi, tapika TB, tapika mapepo, tapika majini, tapika mizimu, tapika mikuri, tapika kwa jina la Yesu, tapika kwa jina la Yesu magonjwa, tapika katika jina la Yesu. Endesha vyote, vitoke, maana mwili, magonjwa hii haina nafasi ndani ya mwili. Hii ni hekalu la Mungu. Tangu sasa natangaza uzima kwa jina la Yesu Kristo. Ondoka magonjwa. Baba, naendelea kusema asante Mungu. Baba, tazama mtu huyu amesikia kipindi hiki, ameshiriki katika kipindi hiki. Baba, naomba neema yako Yesu mfuate, neema yako Yesu mpanguze machozi, umheshimishe tena Bwana, umuinue Kristo. Pigana na wote wanaopigana naye, teta na wote wanaoteta naye. Papa, tazama Bwana amefanya hatua hii Baba kwa imani, akiamini kwamba atapata uzima kwako Baba. Wengine Bwana wamepoteza matumaini, lakini mtu amechukua zamu hii Baba, akilala na akisikia maombi haya, akisikia sala hii, kwa sababu anajua kwamba Bwana unatenda kwa wale ambao wanaokuwa na imani kwa unaotenda kwa wale ambao wanaokutafuta. Anakutafuta katika njia Bwana, naomba mkumbuke. Amekutafuta katika njia Yesu, naomba Bwana umtembelee. Tenda muujiza juu ya maisha yake Yesu, tenda muujiza juu ya maisha yake Kristo, tenda muujiza juu ya maisha yake. Umupiganie Yesu, umubariki, bariki familia yake, bariki watoto wake, bariki baba yake na mama yake, bariki ndugu zake Yesu. Wafungulie, fungua njia za baraka, fungua njia za kazi, fungua njia za baraka. Mikono yao iguse pesa, mikono yao ibarikiwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, ninakushukuru Baba, nina imani ya kwamba unaenda kutenda. Asante kwa kuwa unaenda kuwapigania, unaenda kumshindia vita hii, unaenda kutetea familia hii. Naomba Bwana uwepo wako utembe katika nyumba hii, zungira kona zote za nyumba hii. Kila mapepo, nguvu za giza, kila wajeshi wote wa kuzimu wakose nafasi ya kupenya na kuingilia. Baba, utukufu wako utawale nyumba hii, utukufu wako utawale kitanda hiki, utukufu wako utawale mashuka hii, utukufu wako utawale baba huyu, mama huyu na mtoto huyu. Utukufu wako umfuate anapotoka na anapoingia, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nasema asante Bwana Yesu, kwa kuwa Mungu mwaminifu. Utukufu na heshima ni zako milele, katika jina lako Yesu naomba na kuamini, amen. Ndugu yangu, unaponisikia mahali unapokuwa, ninakuomba fanya hii hatua kila siku unapoamka, kila siku unapolala. Fanya hii hatua, chukua maombi haya, chukua simu yako, uiweke juu ya vere ambayo iko na maji. Anza kusikiliza hii kitu, sikiliza wakati unapolala, maana sasa ni muda wa Mungu wa kutenda kazi. Umeomba, umwachie Bwana atende kazi, mwachie Mungu atende kazi. Fanya hatua hii bila kuchoka. Fanya siku moja, siku mbili, siku tatu, endelea siku 4, siku 7. Uone vile Mungu atatenda muujiza. Hakuna kinachoshindikana mbele za Mungu. Hata kama una imani, Mungu atakupa neema ya kujenga imani ndani mwako. Baba, naomba muongezee mtu huyu imani. Naomba umupe ulinzi na ufahamu wa kutosha. Umupe hamu ya kusoma Biblia. Umupe hamu ya kusikia maneno kutoka kwako. Umfunulie Bwana mapenzi yako juu ya maisha yake Yesu. Useme naye kila wakati. Sema naye anapolala, sema naye anapoamka. Sema naye katika ndoto, umuonyeshe vile vita vile unavyompigania vita, Mungu. Basi ndugu yangu, uwe na imani, endelea kufanya hatua hii kila wakati, na Mungu akutembelee. Mungu alete uzima, Mungu alete uponyaji. Najua vitu hivi vitakuachilia, najua magonjwa haya yatakuachilia. Mungu anaenda kukutendea uzima. Pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Naomba ushuhudie makuu na maajabu kutoka kwa Bwana. Usikose kuweka komantari ukishuhudia makuu na maajabu wakati unapopata uzima na uponyaji. Acha maji ya Baba yalete uzima. Tunayapuliza
yalete uzima. Maji haya yalete uponyaji na uzima. Maji haya yalete uponyaji na uzima kwa jina la Yesu Kristo. Maji haya yalete uzima na uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, neema yako endelee kushuke, mtembelee. Neema yako itende kazi. Neema yako itende muujiza Papa. Naamini hakuna kinachoshindikana. Yote yanawezekana kwa wale wanaokuamini. Utukufu na heshima ni zako milele Baba, zikurudilie katika jina lako Yesu Kristo. Katika jina lako Yesu Kristo. Katika jina lako Yesu Kristo. Kumbuka ndugu yangu mahali unapokuwa, umsambazie mwingine haya maombi, yamsaidie wakati anapolala, asikie maombi haya, yamguse. Mungu alete uponyaji juu ya maisha yake pia. Neema hii imtembelee pia. Unapombariki mwingine, ule naye akimbariki mwingine, utukufu utamrudilia Mungu. Katika jina lako Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.